Mwenyezi Mungu anijalie nipate zaidi ya hii. Na natamani kufika mbali kwa bondia mkubwa zaidi ya hapa na nifahamike dunia nzima. Napozungumza gym hii imetoa champions mbalimbali. Wengine mpaka sasa wako nje ya nchi wanaishi huko, lakini wako waliokopo ndani ya nchi ambao wanaendelea kufanya vizuri mpaka sasa katika tasnia ya ngumi na wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Moja ya michezo ambayo imejizolea umaarufu mkubwa duniani ni mchezo wa boxing, ambapo hata hapa Tanzania kwetu umejizolea umaarufu mkubwa, ambapo baadhi ya vijana wameingia kwenye mchezo huu na wamepata ajira kutoka huko. Leo nimekuleta kwenye gym maarufu sana nchini Tanzania. Inapatikana hapa Bagamoyo. Imetoa washindi mbalimbali kutoka hapa Bagamoyo wanaofahamika kwenye ubingwa tofauti tofauti. Kutoka Little Town Media, mimi ni Kelvin Mpinga. Ungana nami basi ili uweze kufahamu mengi kuhusu gym hii ambayo imetoa watu wengi maarufu. Hapa nipo na mwenyeji wangu kutoka hapa kwenye hii gym ambayo nimekufahamisha. Bana, watazamaji wanapenda kufahamu unaitwa nani, wadhifa wako kwenye ngumi na mambo mengine. Kwa jina naitwa Habibu Mkarafuu, ni refari wa kimataifa wa mchezo wa ngumi za kulipwa Tanzania. Hapa Bagamoyo ni nyumbani au umekuja tu? Hapa Bagamoyo mimi ni nyumbani. Mtazamaji anapenda kufahamu hii gym inaitwaje na ina historia gani hasa? Okay, asante sana. Hii gym inaitwa Sharif Boxing Gym, inapatikana hapa Bagamoyo katika kata ya Dunda. Hii gym umaarufu wake ni mkubwa sana katika nchi hii, na wadau wa mchezo wa masumbu wanapenda kuita the House of Champions, kwamba ndio nyumbani kwa mabingwa. Manake ninavyozungumza gym hii imetoa champions mbalimbali. Wengine mpaka sasa wako nje ya nchi wanaishi huko, lakini wako waliokopo ndani ya nchi ambao wanaendelea kufanya vizuri mpaka sasa katika tasnia ya ngumi na wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Wako hapa Bagamoyo kutokea hapa Sharif Boxing Gym. Gym imefanya mambo makubwa sana katika hii. Na wanafahamika. Wewe umetokea gym hii au ni kwa sababu tu wa Bagamoyo? In fact kwamba mimi asili yangu ni gym hii. Mimi nimeanzia ubondia kama boxer wa kawaida, nikawa nacheza ngumi hapa tukiwa na ndugu yangu Sharifu akiwa kama promoter, ndio promoter mkongwe katika hapa Bagamoyo na mkoa wa Pwani. Kwa hiyo wakati sisi tunacheza, yeye ndio promoter wetu, akawa promote sisi. Kwa hiyo tulikopo tunafanya combination na wenzetu kutoka Kiwangwa, wanakuja hapa tunacheza boxing. Maana yake mpaka hapa sasa tunapozungumza gym hii ina takriban miaka 15. Kwa hiyo mimi nilikuwa bondia, baada ya hapo nikasana kutoka kwenye ubondia kuja kwenye uongozi kumsaidia ndugu yangu Sharifu katika majukumu ya gym hii. Kwenye kupigana ukanyoosha mikono juu. Kwenye kupigana nikanyoosha mikono juu. Maumivu yamekuwa mengi. Maumivu yakawa mengi. Nikaona sasa ngoja nifanye retirement, lakini bado nisitoke katika boxing kwa sababu mchezo wa ngumi huu bwana ni kama una uteja fulani. Ukiingia humu huwezi kutoka. Utajishughulisha na ngumi kutoka yani kwa namna moja ama nyingine. Mwenyezi Mungu anijalie nipate zaidi ya hii. Na natamani kufika mbali kwa bondia mkubwa zaidi ya hapa na nifahamike dunia nzima. Rehema kutoka Bagamoyo, Rehema champion, nahitaji kufika mbali. Mwenyekiti Habibu, mimi natamani kufahamu mlimpataje? Imekuwaje rahisi? Tunafahamu mambo ya ngumi ni mambo ya nguvu na nguvu ni wanaume. Imewezekanaje kumpata Rehema mpaka
kumfikisha hapa, yeye kukubali, lakini pia kumfanya awe champion? Of course kwamba kweli ilikuwa sio kazi rahisi, kwa sababu kama unavyojua imani tuliojenga Watanzania wengi ni kwamba mchezo wa boxing unaonekana kama mchezo wa kiume fulani hivi, wanaocheza ni wanaume. Lakini sisi kama viongozi kama kiongozi nilinichukua muda kuwa nafanya research, kutafuta wanawake ambao wanaweza wakaingia kwenye mchezo huu. Kwa hiyo mtaani nikiwa nazunguka nikawa namuona Rehema Abdalla. Rehema Abdalla kwa namna vile ambavyo nilikuwa nikimuona kwa kuwa mimi ni mzoefu, ni experience katika mchezo wa boxing, kwa sababu nimepigana ngumi na ni coach wa ngumi pamoja ni referee wa ngumi. Kwa hiyo maana nikaona Rehema Abdalla anaweza kuja kuwa bondia mzuri sana. Kwa hiyo tukakaa kama uongozi tukaweza kujadiliana, naona kwamba kuna msichana ambaye hapa Bagamoyo tukiingiza katika mchezo huu wa masumbwi atafanya vizuri. Kwa hiyo kama viongozi tukatoka tukaenda kuonana naye. Tulimuona kwa kweli huyu mtoto au huyu msichana ni kwamba na yeye alipokea mapokeo mazuri. Baada ya kumfanyia mobilization, ilibidi tumshawishi, kumwelezea, kwanza kumwelimisha mchezo wa ngumi ni nini. Unajua watu wengine huu mchezo wanaona kama mchezo wa hatari sana hivi, lakini kwani sio hatari? Of course ni hatari, lakini ni hatari, lakini ukiujua, yani kama unakunywa soda kwa keki, una njia zake tu, kama unacheza draft. Nyuma yangu ni mabingwa, hapa ni nyumbani kwa mabingwa, na moja kati ya mabingwa hao ni Rehema. Nataka nizungumza naye niweze kusikia kutoka kwake. Rehema, mambo vipi ese? Mambo poa. Fresh, unaweza kudunga tano au? Fresh, naweza. Kwanza mimi nikupongeze sana kwa huu mkanda. Hongera sana ese. Asante. Unajisikiaje kuwa bingwa? Najisikia raha sana kwa sababu nilikuwa na ndoto na sio huu tu, na imani Mwenyezi Mungu anijalie nipate zaidi ya hii. Na natamani kufika mbali, kuwa bondia mkubwa zaidi ya hapa na nifahamike dunia nzima. Rehema kutoka Bagamoyo, Rehema champion. Nahitaji kufika mbali. Huu ni ubingwa gani Rehema? Huu ni PST, ubingwa wa mabara. Rehema, ilikuwa ngumu au rahisi kiasi gani kwa wewe kuingia kwenye mchezo huu wa masumbwi? Haikuwa rahisi, lakini nimpongeze kiongozi Mkarafuu Msini pia kwa kunishawishi na kunifanya niingie kwenye mchezo wa masumbwi. Lakini kwa upande wangu nilikuwa naona mchezo ni mgumu na nikakata tamaa, kama nikajua sitafika mbali, sitaweza ni mchezo, kwa sababu zamani nilikuwa naamini mchezo wa ngumi, mchezo wa kiume na sikutokea kupenda, lakini baadaye nilipofika tu nilikuta nimependa mchezo na mpaka sasa hivi nimefika hapa. Niwapongeze wao kwa kunifikisha mpaka hapa, mpaka Rehema amefahamika, amejulikana. Sio hapa tu, sio Bagamoyo, mpaka mjini huko wanaelewa. Watu wanajua. Watu wanajua. Kwamba Rehema ni nani? Pia Bagamoyo hatoki. Rehema sio Bagamoyo tu, hata huko tunapoenda. Unawakalisha. Unawakalisha. Rehema, mtaani kwenu kuna watu wanakuangalia wewe. Yeah. Hawakuogopi? Unaogopa, wananiogopa, lakini niko maisha yangu ya kawaida, niko kwenye ngumi, nakopo kwenye ngumi, lakini mtaani pia naishi nyumbani. Familia vipi? Walikuwa wanasemaje ulipokuwa unaanza mpaka sasa hivi matokeo yameona? Kwanza familia ilikuwa naanza kikweli mchezo wa kusapoti na kukubali. Mpaka sasa hivi nafanya yani hawapendi, lakini tu kwa sababu mwanao watoto napenda na pia na bado la zangu wenyewe wanakuwa. Kuna faida wameanza kuzipata. Yeah. Hii faida wameiona. Na nashukuru Mungu, hata mimi nakuwa na imani pia. Okay. Kambali na kwa kuamini kwenye ngumi nitafika malengo na kufika napotaka. Kuna watu ambao nawaamini kabisa walishawahi kukatisha tamaa. Wengi. Maana mimi kwa kipindi mpaka niliondoka nikaacha ngumi, lakini toka nimerudi kwenye ngumi mwaka jana mpaka mwaka kama na miaka miwili kidogo. Lakini ngumi niko nimeacha muda, lakini nimerudi. Yaani tena nimerudi kivingine na nahitaji nifike mbali zaidi kuliko hata mwanzo, nifanye kitu kingine. Rehema, tunafahamu kama ukichukua ubingwa inabidi utetee. Najua. Kwa hiyo kuna challenge mbele ya kutetea ubingwa wako? Ndio, najua, na kuanzia sasa hivi nishaanza kutrain na ninajipanga kwa ajili ya kuweka mkanda mezani na kugombania tena. Na ninahakikisha hata utabaki kwa wangu na kwangu. Na utaondoka Bagamoyo. Kwa sababu huu mchezo unatumia sana akili, sio nguvu. Unatumia sana akili. Una njia. Kwa hiyo kwanza unahitaji vitu takriban 4. Unahitaji footwork, unahitaji movement, unahitaji flexibility, unahitaji power, unahitaji speed. Vitu vitano hivyo unahitaji. Lazima uwe navyo vyote. Kwa hiyo sio manguvu tu. Kama ni manguvu ningesema power. Lakini
lakini power humu ukikakamaa, bondia kwanza ukikakamaa muda wote unakosa flexibility, na ukikosa flexibility huwezi kufanya movement, basi kila ngumi itakayopigwa kutoka kwa adui wewe utakuwa unaipokea. Vyote vitano vinategemeana. Vyote vitano vinategemeana. Na vyote mliviona kwa Rema. Na vyote tuliviona kwa Rema, kwa tukaona huyu bondia tukija tukamtrain atakuwa na footwork nzuri, atakuwa na movement nzuri, atakuwa na flexibility nzuri, atakuwa na power na speed nzuri ya masumbwi. Na matokeo mmeona. Na matokeo tunaona, amekuja gym, tumemtrain, tumemlea, kwa kweli tumemwanzisha, na alipoanza tu kupanda ulingoni aliwapiga sana mabondia hapa Tanzania. Unawaambiaje watoto wa kike wapo mtaani wanakutazama pengine, lakini wanaona kama ni wa kiuni kama ambavyo wewe ulikuwa unawaona, unawaambiaje? Nawaambia mchezo wa ngumi sio wa kiuni, mchezo ni ajira, na pia ni kama mwanamke utabaki kuwa mwanamke na shughuli zako utafanya kama kawaida, na kuwa kwenye kazi utakuwa kwenye kazi, na hamasisha mje mjiunge mcheze ngumi, sababu ngumi ni ajira kila mtu. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, hasa kwa Bagamoyo, kwa sababu hamna mwanamke aliyojitolea kufanya kazi ya ngumi kama ilivyo huko. Wamekuwa waoga sana huko nyuma, na kwa hapa Bagamoyo tunabondia tu kwa wingi tu, mimi na Baby, na wakati na watu wengi sana, lakini hawakuweza kujitolea kufanya kazi nyingine, labda wana kazi nyingine labda wanaona nyepesi. Naamini ngumi ni ajira, na ngumi sasa hivi inaangaliwa, na tunashukuru serikali ina support, imeweka kipaumbele michezo. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi, tuungane ili tufanye kazi hivyo. Mimi na swali la kizushi, bondia gani ambaye unamtamani kweli, yani uje ukutane naye kwenye ulingo kwa hapa Tanzania au kwa Tanzania? Tuanze na Tanzania. Tuanze na Tanzania. Kwa hapa Tanzania ambaye nitamwambia Felicia Mashauri na Nasra Msami, lakini kwa wote waliobaki siwaogopi. Au unawatamani au unawahofia tu? Sihofi, natamani cheze nao hao ambao nimewataja. Felicia Mashauri na Nasra Msami, sababu wao ndo wanasumbua kidogo kwa hapa kidogo, sio hapa tu, hata nje ya Tanzania. Lakini mimi siwezi kupata challenge nayo bado, na nahitaji nipate support, ni train vizuri ili niweze kukutana nao. Uzito uendane na nini? Ila kwa mabondia wengine hao wote mimi nawamudu. Unawakalisha? Na nacheza nao fresh tu. Na hapa Bagamoyo ni kueleza washabiki wa ngumi Tanzania wanapaita Urusi ya Bongo. Shukrani sana Habibu kwa hayo machache mnayotueleza. From the heart of Tanzania comes purity you can see, smell, and feel. KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. 100% organic, cold-pressed, unrefined, and unbleached. Made from fresh, high-quality coconuts. Nothing added, nothing taken away. Perfect for cooking, glowing skin, and strong, healthy hair. Choose natural. Choose pure. Choose KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. Umemsikia Rehema, bingwa. Rehema, mimi nashukuru sana. Sawa. Lakini pia umemsikia mwenyekiti wa chama cha marefari wa kulipwa hapa, na hii ni gym ambao wanafanya mazoezi na kumetoa mabingwa wengi sana. Sio mwisho, tutakuletea taarifa za mabingwa wengine wengi sana. Mimi ni Kelvin Mpinga na hii ni Little Town Media kutoka Bagamoyo. Asante.